hayawi huwa yasiyokuwa yakawa. Siku iliyosubirika kwa ragba ya mganja hatimaye imewadia. Bukra takichea, hii ninateremea kwa furaha isiyokuwa na kifani na kumshukuru Maulana kwa neema na mapenzi yake. Basi mtazamaji na msikilizaji wangu, nafahamika kama Najma Isaac, popote pale ulipo, nachukua fursa hii kwa pamlahaka katika habari zetu za runinga ya Kisima, gatuzi la Samburu. Wahenga hawakukosea waliponena kuwa mgeni njoo mwenyeji apone. Basi leo tunaye mgeni studioni ambaye ni mtaalam wa mtaala huu wa umilisi. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana Bi Najma. Tamasha la drama la Kenya ni mojawapo ya matamasha makuu zaidi barani Afrika. Wanafunzi kutoka pembe zote za nchi hujumuika pamoja kuonyesha vipaji vyao kutoka tarafa ndogo hadi kitaifa. Je, wajua kwamba ni mara ya kwanza kaunti ya Samburu kuwakilishwa katika jukwaa la kitaifa? Sasa ni miaka 63 tangu kuanzishwa kwa tamasha hizi. Naam, amini usiamini, mbele yako ni mtangazaji bomba kutoka kaunti ya Samburu. Taarifa zetu za leo zinahusu mafanikio chanya ya moja kwa moja kwa mwanafunzi wa sekondari ya juu, yani senior school. Mtaala huu wa umilisi umekuja na changamoto zake nchini Kenya, kwani shule nyingi za sekondari ya juu zimejikuta katika njia panda, huku zikitapa kama mwanamkembe anayejifunza kutambaa. Hebu tuungane na mwanahabari wetu Rehema aliye katika shule ya wasichana ya sekondari ya juu ya Kisima, eneo la Samburu. Mwenzangu Rehema, unanipata vyema? Naam, nakupata vyema mwenzangu Najma ukiwa studioni. Kama mnavyoona katika shule ya wasichana ya sekondari ya juu ya Kisima, eneo la Samburu. Niko hapa kupata maoni kutoka kwa walimu na wanafunzi kuhusiana na mtaala wa umilisi. Wacha tuelekee maeneo ya masomo au wanaoita karibu squad ili tupate maoni kutoka kwa wanafunzi. Hapa niko katika maeneo ya masomo, yani academic squad. Ni darasa ya gredi ya 10 manjano. Watakutazame ni somo lipi wanalofanya humo darasani. Naam, hamjambo. Hatujambo. Somo lipi wanalofanya sasa hivi? Somo la kazi ya vyuma. Na naomba utueleze majina yako. Kwa majina naitwa Kila. Kwa ufupi, naomba utueleze changamoto zipi unazopitia katika somo hili. Kwa kweli katika somo hili tunapitia changamoto kadha wa kadha. Kwa mfano, kama unavyoona ukosefu wa huduma hizi. Vilevile kuna ukosefu wa vifaa mbadala vya kutumia. Ni kipi kilichokufanya kufanya somo hili? Kwa kweli somo hili lina manufaa mengi kama kutayarisha wanafunzi wa kazi ya baadaye au kuwa mhandisi. Pili, kusaidia katika maendeleo ya nchini kama ujenzi wa barabara. Naam, asante. Asanteni sana wanafunzi kwa muda wenu. Karibu. Kwa studioni Najma. Na mweza changia maoni yako katika mitandao yetu ya WhatsApp kupitia nambari 0722111999 au ukurasa wetu wa Facebook KGHS TV. Karibu tena kwenye studio zetu mgeni wetu. Naomba ujitambulishe kwa watazamaji wetu. Asante sana Bi Najma kwa kunikaribisha. Kwa majina anaitwa Bi Faizun Fardosa. Mimi ni mtaalamu wa mtaala huu wa umilisi. Naam, Bi Fardosa. Naam. Unadhani mtaala huu umeleta mafanikio yoyote? Naam Bi Najma. Naam. Una mafanikio kemkemu ambayo yanadhihirika katika maisha ya mwanafunzi wa umilisi. Wanasema barabara ndefu haikosi upindo au matuta. Hatuwezi lenga tu mafanikio huku tukipuuza changamoto za mfumo huu. Kwa mfano, sehemu kama vile Samburu, wanafunzi wa somo la kazi ya vyuma wanapitia changamoto kadha wa kadha, jinsi tulivyosikia kutoka kwa mwanafunzi wa sekondari ya juu ya Kisima, eneo la Samburu. Bi Fardosa, mwanafunzi huyu anataja changamoto kama vile
ukosefu wa walimu waliohitimu kufunza somo hili na ukosefu wa vifaa vya kutumia kujifunza somo hili. Waona swala hili laweza kushughulikiwa kivipi? Nakubaliana naye 100% kuhusu changamoto hizi. Naam. Serikali imeajiri walimu zaidi ya 1100. Kwa hivyo, natumai inaweza ajiri walimu waliohitimu kufunza somo hili wakati itakapoajiri walimu wengine. Naam, sasa hivi kabla walimu hawa hawajaajiriwa, swala hili litashughulikiwa aje? Watu wenye ujuzi katika nyanja hii wanaweza letwa shuleni ili kuelekeza wanafunzi jinsi ya kushughulikia somo hili kabla ya walimu hawa kupatikana. Na je, swala la vifaa? Nafikiri watu watakaokuja kuelekeza wanafunzi watatumia vifaa vyao kabla ya serikali kujumuika kununua vifaa shuleni. Kwa maana jambo hili litachukua muda mrefu sana kushughulikiwa. Na kupata vyema Bi Fardosa, unadhani mtaala huu umeleta mafanikio yoyote kwa mwanafunzi? Ndiyo Bi Najma. Hebu tuangalie somo la sanaa. Huoni kuwa drama pamoja na mchezo ni mazao ya umilisi? Nakubaliana nawe kabisa katika swala hili. Wanafunzi wengi wameweza kuonyesha umahiri wao na talanta katika nyanja mbalimbali. Si drama kama sasa, muziki, michezo na hata uchoraji. Kwa hivyo tunakubaliana katika hili kuwa mtaala huu umewasaidia wanafunzi wengi kujijua. Naam, na hisi pia utapunguza utegemezi wa wasomi wa baadaye kwa serikali. Watakuwa na talanta na uwezo wa kujikuza na kujiajiri. Ni mfumo mzuri wa kukumbatiwa. Hebu tutazame maoni ya watazamaji wetu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Katika mitandao yetu ya WhatsApp tunaye James ambaye anasema ni mzazi wa mwanafunzi wa grade ya 10. Kusema kweli, mtaala huu litakuwa na gharama ya juu, una manufaa mengi sana kwa wanafunzi. Nakubaliana nanyi 100%. Tukielekea kwingineko kupitia mitandao yetu ya Facebook, tunaye David Abucheri ambaye anasema, hamjambo, mimi ni mwalimu wa sekondari ya juu. Nakubaliana na mgeni wetu kuwa mtaala huu una manufaa makubwa sana kwa mwanafunzi. Serikali jitahidi isuluhishe hizo changamoto ndogo ambazo zinakabili mtaala huu. Na Bi Fardosa, naam, asante sana kwa kuwa nasi hapa studioni. Natumai muda mwingine utakuwa nasi hapa studioni tena. Asante sana. Na mtazamaji, kwa kuwa umejionea mwenyewe, mtaala huu wa umilisi ndio funga kazi. Susia uchekwe. Ni wazi kama jua la mtikati kuwa pema ni pema, usipopema na ukipema si pema tena. Ama kweli leo mzaha uliokuwa nusra kutunga usaha utafika kwenye tamati kutokana na mafunzo mengi tuliyopokea. Kufikia hapo mtazamaji wangu, sina budi kutamatisha habari zetu za leo. Mimi ni wako Najma Isaac. Basi Jalali mwenye kujali awajalie siha njema. Makofi kwao. Hao ni Wanakisima Girls wakiondoka jukwani.